idha mata al-insanu, pindi anapokufa huyu mwanadamu, inqata'a amaluhu illa min thalathin, hukatika amali zake zote isipokuwa mambo matatu peke yake. Mimi na wewe wakati ule tumekufa, wakati ule ndugu yangu katika imani, unaoshwa hali ya kuwa alikuwa unaoga mwenyewe, unavishwa sanda hali ya kuwa alikuwa unavaa nguo mwenyewe, unabebwa unapelekwa kaburini wakati alikuwa unatembea mwenyewe kwa miguu. Wakati ule umekufa ndugu yangu katika imani, habari zako zote zimeisha isipokuwa mambo matatu peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la kwanza sadaqatin jariyatin, ni ile sadaka yenye kuendelea. Kama uliweza kujenga nyumba ya Allah wakati ule umekufa, hali ya kuwa ufanyi ibada na wala hauruhusiki kufanya ibada, huwa unapata thawabu za kila ambaye kwamba anayeswali ndani ya nyumba ya Allah. Wewe mwenyewe uko ndani ya kaburi, lakini bado hazina yako na akaunti yako inasoma ya mambo mema. Au umejenga madrasa, au umechimba kisima, au ulikuwa ni mtu ambaye mwenye elimu, umetunga kitabu ukaacha watu wanakisoma kitabu kama kile, ile ni sadaqatin jariya, thawabu zinakufikia ila yaumil qiyamati, mpaka siku ya kiyama. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtaja mtu wa pili, akasema, au ilmi yuntafa'u bihi, au yule ambaye alikuwa na elimu ambayo itakuwa na faida na yeye. Mashallah, alikuwa akitoa darasa mbalimbali, alikuwa akifundisha wanafunzi mbalimbali, alikuwa akihutubia sehemu mbalimbali. Hii elimu ambayo unayoitoa kwa watu na watu wakaifanyia kazi elimu hii, wakati ule uko ndani ya kaburi lako, thawabu zinakufikia kutoka kwa wale ambao waliitika kwenye mwito wako, kutoka kwa wale ambao walichukua elimu kutoka kwako. Kila wanalolifanya ambalo ni chanzo wewe ulipowafundisha, basi thawabu zinakufikia ndani ya kaburi lako. Lakini la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, au waladin salihin yad'u la, au mtu huyu aliyekufa amemwacha mtoto mwema, mtoto ambaye kila akikaa anakumbuka wema wa baba yake, anayakumbuka mazuri ya baba yake, anainua mikono, anamuombea Allah msamaha, anamuombea Allah mambo mazuri kule alikokwenda mzazi wake kama. Hii pia ni sehemu ya sadaqatin jariya, sadaka ambayo inayoendelea. Kila yule mtoto wako akikaa akikuombea dua liajli llahi jalla fi'ula, wallahi unainuliwa daraja. Kuna baadhi ya wazazi watakwenda kupandishwa daraja za hali ya juu amama Allah, watashangaa na kujiuliza na kumuuliza Allah jalla fi'ula, ya Allah, kwa amali gani, kwa mazuri gani ambayo nimeyafanya mpaka leo umeniweka kwenye nafasi ya hali ya juu kiasi hichi? Allah atamwambia, hii ni kupitia ule msamaha na dua ya mtoto wako mwema uliyemwacha duniani. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, mimi na wewe hatutakiwi kuihama nyumba ya Allah. Mimi na wewe hatutakiwi kuyaacha matendo mema mpaka wakati ule roho zetu zinatoka. Hapo ndipo unapoacha mambo yaliyokuwa mema. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Muhammad, muabudu Mola wako mlezi
mpaka pale ambapo kifo kitakufikia wewe.